nikuachie basi meza hii uweze kuendelea na mjadala. Karibu sana. Asante. Habari za mchana na habari. Samahani kwa kuwa nje ya muda. Nadhani mnafahamu mambo ya foleni na tuwakaribisha hapa. Kuna jambo moja kubwa ambalo linakuja kufanyika leo hii, na bila kupoteza muda, tukiangalia meza kuu imesheni pale. Yupo CEO wa Simba Barbara Gonzalez, yupo mjumbe wa bodi dada Asha, yupo msemaji wa mabingwa Haji Manara, na soon atakuja kuwa msemaji wa machampion wa Afrika. Na upande wa pili yupo mkurugenzi wa Vunja Bei Group Fred, yupo pia Professor J na watu mbalimbali. Bila kupoteza muda, naomba nimkaribishe CEO aje azungumze kile ambacho kinachokuja kuendelea. Za mchana wote, hamjambo, poleni na kazi. Najua tumekukalisha sana, na asante Chiko kutuweka kila kitu iko sawa. Najua ulikuwa nasubiria hii breaking news for some time. Kulikuwa na baadhi ya vitu vinavuja kwenye mitandao, but leo tumekualika rasmi kwa sababu klabu ya Simba ilianza mchakato wa kutangaza tenda ya jezi. Unakumbuka? Mwezi wa 12, na leo tunatangaza rasmi mshindi wa mchakato wa tenda ya jezi, na mshindi ni Fred Vunja Bei kupitia Vunja Bei Group. Contract value ya hii tenda ni bilioni 2. Bilioni 2 kwa miaka 2. Hii haijawahi kutokea Eastern Central Africa. Ukiangalia Tanzania kwa ujumla, Kenya, nchi mbalimbali hata South Africa, hawezi kuona uzito wa hii contract wa namna hii. Fred Vunja Bei kupitia Vunja Bei Group wametambua uzito na ukubwa wa brand ya Simba, na wanaleta contract value kwa ajili ya timu ya vijana, timu ya wanawake na main team. Contract value ya bilioni 2. Haijawahi kutokea Simba. Watu wengi hawajui mwaka uliopita tulikuwa napata milioni 100. Milioni 100. Nao tunavuka kwenye bilioni 2. Jump. Ndio uzito na ukubwa wa brand ya Simba. Najua Haji atatoa ufafanuzi zaidi. Hii mchakato tulikuwa nachambua baadhi ya applications, watu 2, 3, watu wa South Africa Umbro, watu wa Adidas, watu wa Masita, watu wa Netherlands. Kulikuwa na kampuni 11 waliomba tenda, na mshindi aliyojitokeza ni Mtanzania, ni kijana. Inaonesha Simba kwamba tunatambua ukubwa na ubunifu wa vijana hapa Tanzania, na kwamba Mtanzania anaweza kutoa ajira kwa watu wengi. Hatujampa mtu mwingine fursa, tumempa Mtanzania hii fursa. Ni kitu kikubwa. Nakumbuka Mheshimiwa Rais hayati alikuwa anasema anatafuta njia ya kutengeneza mabilionea Tanzania, na leo naona matunda ya mabilionea wa Kitanzania. Kupitia hii contract, Vunja Bei Group itakuwa inatengeneza ajira kwa Tanzania, vijana mbalimbali, na pia itakuwa inasaidia brand ya Simba sio kwenye jezi tu. Hii contract ni kwa ajili ya jersey na merchandise. Tunampa mamlaka ya kutengeneza Simba branded shops, sio Dar es Salaam, sio Msimbazi pekee, Tanzania nzima. Katika ile tenda yake Fred atatoa ufafanuzi zaidi. Pia
atakuwa anatengeneza mobile shops. Team inapoenda Mbeya, team inapoenda Arusha, sasa tunaelekea Kagera, itakuwa na mobile shop inaenda na team. Tutakuwa nauza jezi, tutakuwa nauza bidhaa mbalimbali, kama ni barakoa, kama ni kitchen, kama ni kofia, kama tunavyojua Fred, bidhaa mbalimbali, na haijawahi kutokea Simba. Leo tumekualika rasmi kumtangaza Fred kama mshindi wa tenda wa jezi na merchandise. Hongera Fred kwa kushinda tenda. Na kule mbele tutatengeneza signing ceremony pamoja na kutoa check kwa ajili ya hii tenda. Namkaribisha Fred aseme maneno mawili matatu, alafu hadi ndo ataconclude. Asanteni. Assalamu alaikum. Habari za mchana. Kama alivyonitambulisha CEO, mimi naitwa Fredi Vunjabei ama Fredi Fabian Ngajilo. Mimi ni mjasiriamali kijana ambaye naamini niko kwenye macho ya vijana wengi, na vijana wengi wanatamani siku moja labda kuwa kama mimi. Lakini kabla ya yote, niwashukuru sana Watanzania ambao wametuamini vijana, wamekuwa wateja wetu. Tumeweza kutengeneza network kubwa kupitia kwao, wameamini products zetu. Mpaka leo klabu kubwa ambayo mimi naamini ndio klabu kubwa Afrika Mashariki na Kati inatuchagua Vunjabei kuweza kufanya tenda hii. Kwa hiyo nitoe shukrani zangu za kipekee kabisa kwa uongozi wa Simba pamoja na wanasimba wenyewe kwa kufata professionalism katika mchakato mzima wa kumtafuta mshindi wa tenda hii. Tumeshafanya kazi kama Vunjabei, kampuni ambayo mimi naisimamia. Tumeshafanya kazi, tumeshaomba tenda za clubs kadhaa, na tumeshakutana na vitendo ambavyo havikuwa vya kitaalamu, ambavyo vilikuwa vinataka kuturudisha nyuma. Lakini baada ya kukaa chini tukaangalia, tukasema tunaiona Simba Club kama wameshaingiza utaalamu mwingi na imebadilika sana. Tukaamua kujikita, lakini tulishakata tamaa kabisa kwenye biashara ya kit, hii biashara ya jezi. Kwa hiyo Simba, mimi naamini wamerudisha tumaini jipya kwa vijana wengi na wafanyabiashara mbalimbali, ambapo katika biashara hizi za kimichezo kuna siasa nyingi, lakini pia taaluma ilikuwa iwekwe mbele. Kwa nini naongelea zaidi kuhusu taaluma? Ni kwa sababu wakati tunaomba hii tenda, watu walioomba hii tenda kikweli walikuwa wanatisha. Ni nchi mbalimbali, wametoka suppliers kutoka nchi zingine, wamekuja na wenyewe wanaomba. Sitotaja majina, lakini nakumbuka kulikuwa kuna nchi kama South Africa. Nimeona mimi niko kwenye fashion, na South Africa ndio nchi ambayo inaongoza kwa fashion Afrika. Kulikuwa na kampuni kubwa ambao wana trademark kubwa ambazo zinafanya vizuri duniani. Tumeshindana nao pale. Kulikuwa na wafanyabiashara ambao mimi naamini ni wakubwa na wazoefu zaidi kuliko Vunjabei, tulikuwa tunashindana. Details ambazo zilikuwa zinatakiwa, na sisi tulikuwa tuna vigezo vyote, na tulisubmit proposal yetu tukiwa tuna confidence kwamba Simba watafuata taaluma ile ya manunuzi, na ndivyo walipofanya mpaka leo. Sisi tunaamini tulikuwa wanyonge sana ukifananisha na kampuni zilizokuwa zimetenda pale ambazo ni karibu 11, na leo tumeibuka washindi. Kwa hiyo tunawashukuru sana Simba leo kututambua Vunjabei kama partners ama pia sponsors wa club. Na ukiangalia contract value ni kubwa sana ukilinganisha na zozote zilizowahi kutokea hapa Afrika Mashariki, kwa sababu Barbara ameitamka the value ambayo ni bilioni 2. Tunaenda kuwapa Simba bilioni 2, na sisi tuna confidence kabisa kwamba tutatoa bilioni 2 Simba, tutalipa kodi ya serikali, na sisi tutabakiwa na kidogo. Ukiacha kwamba tutapata zile immaterial benefits kama kuajiri vijana wenzetu, lakini pia tunaenda kupata benefits ambazo pia ni proceed, ni pesa. Tunaenda kutengeneza pesa zaidi. Kwa hiyo
kuna faida nyingi ambazo sisi kama kampuni binafsi tunaenda kuzipata, ikiwa ni ile lift tunayoenda kuipata pia kwenye brand, kwa sababu kwa sasa Simba ndio brand kubwa na Simba ina fan base kubwa. Vunja Bei tuna wateja, lakini hatuwezi kufikia fan base wale nao Simba. Kwa hiyo ile lift Simba watakayotupa sisi, kuna uwezekano tukaenda ku grow hata tukaenda multiple times kuliko tulikokuwa. Mimi ndo founder wa Vunja Bei. Tangu tumeanza ndatumia sauti yangu. Tangu tumeanzisha kampuni ya Vunja Bei, tumeshafanya mikataba mingi na tumeiexecute vizuri, na hiyo mingi tulisubmit kwenye klabu ya Simba, kwenye procurement, kwenye tender board, wameiangalia, wameona vyote tulivyokuwa tumefanya, lakini hatukuwahi kufanya mkataba mkubwa kama huu wa mabilioni ya pesa. Kwa hiyo kwa niaba ya kampuni ya Vunja Bei nishukuru tena uongozi na klabu ya Simba kwa kutuamini bila hata kuangalia umri wetu. Labda angejua kwamba tutakuwa tuko serious labda na mambo yetu mengine, lakini tunashukuru sana. Nikiongelea biashara ya jezi kwa ujumla. Jezi ni tunaisema hii ni kit deal. Ni biashara ambayo pia inajigusa kwenye fashion, kwenye garments. Biashara hii ni biashara kubwa sana. Kama tutaisimamia vizuri, itafika siku clubs zitaweza kuendeshwa kwa biashara ya jezi peke yake bila kutegemea sponsor au mapato mengine yoyote kama Get Collection. Hii biashara tukiisimamia vizuri, kwa sababu leo tuna sign contract ya bilioni 2. Lakini kama huko mbeleni tutaweza kupata zile support ambazo tunaenda kuzifanyia promotion, basi tutakuja siku moja hapa kuitana tena tukiwa tuna sign contract ya bilioni 10. Kwa hiyo naamini wadau namba moja ambao ni fan base ya Simba ndio wanatakiwa kuwa supporters wa kwanza kwenye hii biashara, kwa sababu biashara ina changamoto nyingi, na changamoto kubwa kuliko zote ni biashara inaingizwa jezi ambazo ni fake, tunaita counterfeit. Sasa kama mashabiki wa Simba wakiamua wao kuwa wa kwanza kulinda counterfeit zisiingizwe nchini, wasinunue, wakanunua jezi original ambayo imetengenezwa na manufacturer ambaye ametangazwa, ambaye ndiye rasmi, basi itaweza kutengeneza mapato makubwa sana, na klabu yetu itaweza kujiendesha vizuri zaidi bila kutegemea au kuyumbishwa na lolote kiuchumi. Na fanbase hii pia inatakiwa kusupport kwa kununua jezi, sio peke yake kulinda. Unanunua jezi, na sio peke yake kununua jezi, bali kununua jezi ya msimu huo ili kuweza kutengeneza mapato ya accounting year hiyo, season hiyo. Kwa hiyo naongelea ile fan base yetu, mashabiki wetu, kwamba ndio watu wa kwanza wanaotakiwa kusupport biashara hii, kwa sababu ndio biashara kubwa. Hakuna biashara mimi naamini inaweza kuwa kubwa kuliko hii. Ukiangalia Manchester walisign ile shirt sponsorship ya dola milioni 300, zaidi ya bilioni 700. Kule ni mbali sana, lakini ndiko tunapoelekea. Kwa hiyo ili tuweze kufika huko, lazima leo tuweze kutengeneza njia ambayo ni nzuri. Na hivi tulivyoanza kwa kufuata taaluma katika kila kitu, kufuata nini wataalamu wanasema, kama Simba wanavyosimamia, isingekuwa taaluma leo Vunja Bei tusingesimama hapa. Mimi naamini isingekuwa kusimamia ukweli leo Vunja Bei tusingesign hii contract. Hii contract ni kubwa sana. Kwa hiyo wadau wa pili ni serikali. Kuna changamoto zinapatikana kwenye biashara hii ya jezi, na klabu zinapoteza mapato makubwa kwa sababu tunahitaji serikali kuna sehemu itupe mkono. Kwa mfano, counterfeit nikimaanisha fake zinatengenezwa sana China. 90% ya waingizaji wa jezi wanatengenezwa China, na ndio nchi ambayo sisi wa fashion tumebase zaidi kuliko Uturuki, South Africa na Thailand. Kwa hiyo watengeneza counterfeit kwa nini wanakimbilia China? Kwa sababu China ndio sehemu kuna production cost ndogo kuliko nchi nyingine yoyote. Sasa kama naleta jezi original na user shilingi 30,000, wewe ukienda Uturuki ukaleta jezi kuuza shilingi 40,000, jezi yako haiwezi kuwa competitive, hakuna mtu utampata. Ili uweze kulikamata lile soko langu, ni lazima uende China ukatengeneze fake, upunguze kidogo quality, punguza material, alafu unaweka polyester nyingi, unapunguza cotton, lakini design inakuwa ile ile. Ukija hapa jezi yako unaweza kuuza 15,000. Kwa nini mtu anunue jezi 30,000 wakati anaiona jezi inafanana hivyo hivyo na inauzwa 15,000? Kwa hiyo
wale wanaopakia jezi China, kampuni za cargo hazizidi 10. Mimi nazifahamu zote kwa sababu nafanya biashara hii muda mrefu kidogo. Kama serikali itaamua kutoa tamko kuhusu zile cargo companies ambazo mimi nafanya nao kazi pia, kwamba kama mtapakia China na mtazileta hapa, tukakuta bandarini mzigo wa Simba una logo ya Simba na aliyepakia sio vunja bei, sio yule mtu ambaye ni rasmi, basi tutatake action. Hakuna kampuni ya cargo itapakia, kwa sababu nimekuwa nikifuatilia biashara. Mimi natengeneza jezi pia za clubs zingine. Ukienda cargo ya kwanza ukawaambia naomba msipakie jezi zangu, wanakuambia kabisa kwamba mimi nisipopakia itapakia cargo nyingine, mimi sitapata pesa, na nikishusha Tanzania hutaziona, nitampelekea mtu atauza. Sasa leo tunaenda kuipa Simba 2 billion, halafu mtu anaenda kupakia jezi anauza na Simba hawapati chochote. Tutawezaje kuwapa Simba pesa nyingi kiasi hiki? Tutawezaje kukua kutoka 2 billion tukaende 5 billion tukaende 10 billion ili Simba ikaweze kujiendesha vizuri zaidi? Kwa hiyo mimi naamini serikali inaweza ikatusaidia. Tumetengeneza kitu tunaita Simba Counterfeit Control Policy, ambayo ndio sera tutaitumia katika kucontrol jezi zile feki, na mle ndani tumeelezea nini tutaiomba serikali tusaidie, nini tutaiomba klabu tusaidie, na nini pati ipi sisi kama Vunja Bei tutapray. Kwa hiyo kuna faida nyingi sana kwenye hii tenda ambayo tunaenda kupata, nimezitaja kadhaa, ikiwa pia kutoa ajira, kwa sababu tunao watumishi, tunao wafanyakazi ambao wapo kwenye maduka yetu, tunafanya nao kazi, lakini lazima tuongeze timu. Huu mkataba ni mkubwa sana. Ile distribution network lazima iwe nchi nzima. Kwa hiyo lazima tupate wasimamizi wengine. Kwa hiyo kuna vijana ambao tunaamini wako mtaani, wamemaliza vyuo vikuu, wamemaliza mashule huko, hawana pa kwenda, basi tutawashika mkono kwa sababu vijana wenzao tumeweza kuamini. Na naamini kwamba kama nilivyosema before, Simba kuamini vijana ni kitu kikubwa sana. Mimi nadhani hicho ndio inatakiwa kiwe kichwa cha habari pia, kwa sababu biashara hizi tumeshazoea. Hata mtu akitamka Vunja Bei ana sign contract, labda anajua atakuja baba fulani mtu mzima ambaye atakuwa yuko serious na biashara, lakini sisi tuko very serious na tutaprove kupitia sisi, ili serikali pamoja na taasisi zingine kubwa ziweze kuinvest kwa vijana. Kupitia mkataba huu tutaonesha ubora wa kazi yetu. Kwa hiyo tunaamini tuna inspire vijana wengi, lakini pia vijana hii iwe kama hamasa kwao, wasiogope kufanya vitu vikubwa, sababu hicho kitu ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo niwashukuru Simba kwa hilo tena, lakini nigusie kidogo sasa kwenye distribution network ambayo tunaenda kuitengeneza. Before kumekuwa kuna shida sana kwenye upatikanaji wa jezi. Wakati msimu ukishaisha pre-season, tunaanza kwenda kwenye msimu, kabla tujafika kwenye Simba Day, mara nyingi unakuta jezi zinawahi kuisha, jezi hazipatikani. Mtu aliyopo Kigoma anasubiria mwezi mmoja ndio apate jezi. Sisi tuna maduka mpaka siku ya Simba Day au ile Simba Week tutakuwa tuna tayari tushafungua maduka ambayo yanauza 13 na tunaendelea kufungua mengine. Kwa hiyo siku tunazindua, tuna launch jezi yetu, siku ambayo tuna launch jezi yetu ni siku hiyo hiyo mtu aliyopo Mwanza atapata jezi kesho asubuhi, mtu aliyopo Kigoma atapata jezi siku inayofuata. Kwa hiyo tunaamini tutaujaza uwanja siku ya Simba Day ukiwa una rangi nyekundu. Na mkataba huu kama alivyosema Barbara, ni mkataba ambao pia umezaa watoto. Sisi hatuendi kufanya biashara ya kuuza na kununua, lakini tunaenda kufanya biashara ya ku-add value kwenye brand ya Simba. Kama ambavyo Simba tunaamini inaenda kutubeba sisi tukawe wakubwa mara 3-4 ya vile tulivyokuwa. Mkataba huu pia unaturuhusu sisi kama kampuni, tumepewa mamlaka na club ya kusimamia events zote ambazo zile creative events ambazo zote zinafanywa na Simba. Kwa hiyo kama Mtanzania una idea yoyote, unaamini kuna event fulani itafanya vizuri ama itaweza kujenga na kukuza brand ya Simba, basi unakaribishwa ofisini kwetu, tuletee proposal, tutakaa chini na wewe, tutaisubmit kwa sababu ipo upon the discretion of the Simba's management. Kwa tutawapelekea, wakiapprove,
basi sisi tutafinance na tutaisimamia. Lakini pia Simba wametupa pia mamlaka ya kufungua maduka yenye brand ya Simba tukaiunganishe na brand ya Vunja Bei. Wametupa mamlaka ya kufungua mobile shops popote tunapokwenda, tuwe tunaenda nao. Kama tuna game Mbeya, basi na gari ya Vunja Bei yenye duka lile linalotembea litakuwa linafuata nyuma. Kwa hiyo wewe kama uko njiani katikati, unajua kabisa hatuwezi kufungua duka labda Chalinze, siku kisikia kuna game Morogoro, basi mama barabarani, gari zetu zitakuwepo, zitakuletea jezi pale pale ulipo. Na pia tunaenda kutengeneza vitu vingi. Hatujaambiwa, tunaposema definition kwenye mkataba inaposema kuhusu product, haijaelezea jezi, t-shirt, imeelezea vitu vingi. Sitataja vyote, lakini tunatengeneza mpaka kasha la simu, cover la simu. Tunaenda kutengeneza miwani, saa za Simba, kofia, soksi, viatu, mabegi, a lot of stuff ambazo siwezi kuzitaja zote hapa. Kwa hiyo sisi tuwashukuru Simba kwa kufanya mkataba uwe mpana, kwa sababu pia unatufanya sisi kwenda kutengeneza mapato na kulipa kodi hapo baadaye. Mimi niseme kwa machache hayo, niwashukuru waandishi wa habari wote ambao mmefika hapa. Pia nishukuru uongozi wa Simba Sports Club, na nitoe shukrani zangu za kipekee kabisa kwa CEO Barbara Gonzalez. Asante sana. Mtendaji mkuu wa Vunja Bei Group ametoa shukrani zake za kipekee kabisa kwa CEO wa Simba Barbara Gonzalez. Naomba nimkaribishe Profesa J walau kwa dakika moja. Habari ya saizi. Mambo. Aliyesimama hapa najua wengi tunafahamiana. Naitwa kwa jina la Profesa J wa Mtulinga. Lakini leo sikuja kuchana hapa. Nimekuja kama shabiki kindakindaki wa Simba, lakini pia nikiwa influencer wa Vunja Bei katika kuangalia jinsi gani mambo haya yanakwenda sawa. Mimi kama kijana wa Kitanzania nimefarijika sana, na nitoe pongezi sana kwa uongozi mzima wa Simba ukiongozwa na CEO Barbara na msemaji mkuu wa timu ya Simba, mabingwa wa nchi wa miaka mingi, na sasa tunakwenda kuwa mabingwa wa Afrika muda sio mrefu, na viongozi mbalimbali ambao wapo, kina dadangu Asha na watu wengine. Ninachoweza kusema kwa ufupi ni kwamba tunashukuru sana kwa nafasi hii kuweza kutolewa kwa kijana mzalendo wa Kitanzania Vunja Bei. Hii imetoa hamasa kubwa kwa vijana wengi, na ninaamini tunaenda kuvuna vijana wengi wenye imani na vijana wenzao ili kuisapoti Simba Sports Club na mimi nalisema hili nikiwa kama kijana ambaye nimeshapata nafasi ya kuongoza, na ninajua jinsi ambavyo vijana walikuwa wamekata tamaa, lakini Simba imekwenda kuonesha mfano wa kuamini vijana wa Kitanzania na kuwapa dhamana kubwa, kwa sababu wanaamini vijana kwenda kuleta mabadiliko ya soka la nchi. Namfahamu sana Vunja Bei kwa miaka mingi, amekuwa kwenye fashion, amefanya mambo mengi kwenye fashion, na tunajua jinsi ambavyo amefanya kwa mafanikio makubwa, na bado ana ndoto kubwa za maendeleo. Naamini kwa nafasi aliyoipewa baada ya fashion, alianzisha kulea vijana na timu yake ya Too Much Money, ambapo kuna wasanii wengi wameendelea kwa muunganiko wa Too Much Money, na huku Vunja Bei watu wanapiga pamba za kutosha. Alafu kulia liko Simba Sports Club, bwana pakaliki hapa. Yaani Simba ghafla binivu kama Haji Manara wanavyosema linaenda kuwa kama Barcelona linakataa na kuwa Man City linakuwa yani tutakimbizana mwaka huu. Alafu mkataba sio kwamba unarudi nyuma. Tulikuwa kwenye milioni 100, amesema hapa CEO, tunaongelea 2 billion. Mkataba merchandises, jerseys na vitu vingine mbalimbali. Yaani Simba tutakwenda kung'aa, yani itageuka. Na Haji alisema katika 8 katika watu 10 wa Tanzania 8 wako Simba. Sasa hivi naona kabisa wanaenda kuwa 10/10. Lakini mkataba wa bilioni 2 haujawahi kutokea katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Ni kitu kikubwa sana. Simba kuamini vijana kufanya vitu vikubwa kama hivi inaonesha Simba ina ndoto kubwa ya kuwa klabu bora kama klabu zingine za huko kaskazini katika Afrika yetu. Nitoe wito sana kwa waandishi wa habari pamoja na Watanzania wenzangu, linapotokea jambo jema kama hili tusisite kusapoti zile ndoto kubwa, kwa sababu inapokuwa Simba na timu zingine zinakuwa.
watu wetu wengine wapinzani, Yanga na watu wengine, msisite kuiga idea za namna hii ili tuweze kuleta mabadiliko chanya. Maana Simba tuwezi kwenda peke yetu bila kuwa na mtu mwingine huko. Yaani tukigeuka tunajiona wenyewe itatuletea shida kidogo. Ndio maana kwa mwaka huu tumeingia robo finali, tunaenda nusu finali, tunaenda kuchukua ubingwa ili angalau twende na timu 4 6 ili tuwe wengi kwenye kushambulia na mambo mengine kama haya. Hapo vipi? Sawa sawa. Kwa hiyo nawashukuru sana, nashukuru vijana wenzangu, nashukuru waandishi wa habari, nashukuru sana viongozi wa Simba Sports Club. Nisiseme mengi, Mungu atubariki sana. Na kwa sababu sisi ndo machampioni, mtatuambia nini? Haya mambo tumeanza kitambo na vitu vingine kama hivyo. Na respect na heshima sana. Asante sana. Profesa amewaomba waandishi wa habari na wadau wengine linapotokea jambo kubwa kama hili tusisite kulisupport. Sasa nimkaribishe msemaji wa mabingwa Haji Manara. Leo Mr. kusema ningeomba watu watatu kwanza niwatambulishe walau waje wasalimie. Ningeanza na mjumbe wa bodi. Mimi shangazi yangu kifamilia namwita Aunti Asha Baraka. Njoo wasalimie, ili tukio kubwa lazima watu wajimwamba fai kidogo. Mimi na kawaida kusema Simba tunaitikia nguvu moja. Kwanza niwashukuru waandishi wa habari, alafu nimshukuru mdogo wangu Vunja Bei, na salamu shukurani pekee kwa CEO wetu wa Simba Babla na msemaji mwanangu Haji Manara. Niwashukuru wote kwa tukio hili kubwa sana la kihistoria. Mimi nasema kihistoria kwa sababu ni tukio ambalo katika miaka yote ya Simba ndio kwanza linafanyika, la uwekezaji mkubwa wa jezi zetu mpya ambazo design anaijua mwenyewe Vunja Bei. Tunamtakia kila laheri na niwashukuru watu wote, na nataka wanachama wote wa Simba msapoti Vunja Bei, na watoto wakubwa, vijana na wazee wanunue hizo jezi. Ndio huyu kijana anaweza kufanya hiyo biashara ikawa kubwa zaidi, ili aweze kudhamini pesa nyingi zaidi miaka inayokuja, na ninamtakia heri afanye vizuri. Ni tukio kubwa, watu watastuka, lazima washangae. Ni kitu kikubwa sana kinafanyika. Kwa hiyo sitaki kusema mengi, tuone zile jezi zitakazokuja za aina yake. Ni historia kabisa, na waandishi wa habari nafikiri mtapata. Kwa wale mnaoipenda Simba, mvae tu wote, hata mkipewa bure. Vunja Bei hana iana. Kanambia alikuwa ananong'oneza kwamba wale waandishi wanaopenda Simba watavaa hizo jezi ili iwe promotion, watu wazione ni jezi za aina gani. Kwa hiyo tuwaombe wakina mama, na Vunja Bei nakupa angalizo lingine, kina mama wana kilio cha kanga na vitenge. Ni asili ya Mtanzania, ni asili yetu ya Kiafrika. Wa Tanzania wanataka kanga, vitenge vya waksi, mama anavaa, yule mama wa Simba anavaa, anatosheka. Asante. Na tuna wageni wawili maalum. Fred ameniambia ni vizuri nikawaita hapa wakaja kutusalimia. Kakaangu Aristote, njoo bwana usalimie. Jamani, habari za saizi? Kwanza niko proud kuona nimepewa nafasi kama hii, nafasi kubwa sana. Alafu nakupongeza sana Fred kwa kupata tenda kama hii, kwa sababu toka Tanzania ipate uhuru hamna aliyewahi kupewa tenda kama hii. Yeye ni wa kwanza kabisa. Kwa hiyo appreciate sana, Mungu anakupenda. Naomba tuletee vitu quality, jezi kweli. Kama mimi nyumbani kwangu nahisi hadi taulo itakuwa ni Simba. Aristote. Jamani, sina za kuongea. Nashukuru sana. Aristote. Sasa mtu wa mwisho, jana tulimtambulisha msanii mmoja, tukampeleka kwenye radio, tukampa jezi, akatungia na nyimbo. Lakini leo tumepata mtangazaji, msanii, ndugu yetu, rafiki yetu Kumbuka, naye leo amesema anahamia rasmi Simba. Anaunga mkono juhudi za Freddy.
na management ya Simba chini ya CEO Baba. Kumbuka, njoo bwana upige maneno. Njoo kidogo walau wa kuone usalimie. Sheikh Kumbuka, kanzu imekaa nimeona. Kanapeka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wale wengine jamani, kwa sababu tuko mwezi wa haki kidogo, mwezi ambao una neema zake, tumsifu Bwana. Nilisema mbele yenu sio mgeni. Maana kwanza nikushukuru kwa nafasi pekee. Kumbe ukiwa Simba unapata raha kama hizi. Unajua ukisimamishwa mbele ya press kubwa kama hii ambao watu wamesaini mabilioni ya fedha, ni kitu sio kidogo, kitu kikubwa sana kwetu sisi vijana tujivunie. Makofi sana mengi sana kwa Vunja Bei. Lakini makofi mengi sana nitamka rasmi kwa mabingwa. Makofi mengi sana kwa Simba Sports Club. Mimi naitwa Dr. Kumbuka bwana, mtu na kumbukumbu zangu, lakini pia kama alivyosema Manala, Kumbuka nina majina mengi. Sasa hivi kwa niaba ya Simba na kwa niaba ya Vunja Bei, unaweza kuniita Gegedu wa Vunja Bei, unaweza kuniita Gegedu wa Simba Sport Club. Yaani mimi ni chawa Gegedu wa Simba Sport Club, chawa Gegedu wa Vunja Bei. Haikuwa kazi rahisi sana, mimi mtu mgumu sana kubadilika mawazo yangu. Huaga naamini misimamo yangu. Lakini wanakuambia siku zote bwana, hakuna mtu anayependa kula vibaya. Kila mtu anapenda kula vizuri. Uongo jamani. Alai nafsi roho yangu. Na kitu kinapofanya vizuri una haki ya kukisifia. Utakuwa mzalendo pale ambapo kwa nini kila siku upate ugonjwa wa pumu wa kulisa male mbibi, mara leo ambaye leo si una pneumonia, leo unaambiwa hivi, unaishabikia timu leo unaambiwa unapata uti wa mgongo, leo unafanya hivi. Sasa haya maradhi kote nimeona kwangu mimi madaktari nitawasumbua kila siku. Mwisho wa siku hata nikiota vitamini C nitaambiwa ndio kama daktari, kumbe dukani zinauzwa. Yote haya kukomesha kwa mia Simba Sport Club. Natamka rasmi kwa mapenzi yangu. Natamka rasmi mbele ya raia waandishi wa habari, mbele ya management ya Simba, mbele ya msemaji Haji Manara wa Simba. Haji umefanya kitu kikubwa mno mpaka Simba kuifikisha hapa. Na tunaona juhudi. Huwezi kuwa tu mzuri, huwezi kuwa tu mbora bila kusuguliwa na watu kupiga mikuki ndio usimame. Simba ya leo sio Simba ile ambayo miaka nyuma iliyopita. Simba ya ambaye anaizungumzia Haji Manara ndio Simba ambayo vijana sasa hivi wanaitazama kwa wigo mkubwa. Hivyo basi, Haji kazi unayofanya tunaomba tukusaidie sasa, sio wenye midomo, wewe utulie. Sasa hivi Haji uwe mlezi, utupe tu majukumu sisi tutakusaidia. Sisi ndio kazi yetu, tunaongea kama dalali wa vyumba. Tupo kwa sababu kuipeleka Simba Sport Club ifike mbali. Haji ukiongea muda mwingine unaonekana kama vile una udata. Sasa sisi tutakosa udata. Tupo kwa sababu ya kuzungumza na hao wanaosema kwamba wao wanaweza kuzungumza na sisi kwa yale ambayo mazuri Simba Sports Club wanaifanya. Kwa hiyo tuko hapa sio kwa sababu tu tushindane kwa haki, tushindane kwa mpira, tushindane na siku zote nawaambia tu mpira pesa. Mpira wenzetu wamebahatika kuwa na watu ambao usilalamike na siku mnafungwa. Hamna wachezaji ndani, nyinyi mna washangiliaji wengi. Wachezaji ndani, sisi tunataka watu ndani ambao wanafanya kitu kizuri. Kwa hivyo rasmi Dr. Kumbuka kama Kumbuka kwa niaba nzima ya chawa Gegedu wa Vunja Bei, chawa Gegedu kabisa mwenye kichwa kikubwa kama Sipika Msondo wa Simba Sports Club na mia Simba na silimishwa rasmi na ajisilimisha rasmi leo ikiwa siku nzuri ya Jumanne yenye unyevunyevu na hali ya juu. Manara tuachie sisi ya ndudu andada. Nimepata watu ambao watanisaidia kweli kweli. Maana na mimi sasa nitapata kupumzika. Tawachia kazi nyingine zile wanafanya kina Kumbuka. Sasa mimi niwaambie maneno machache tu. Ndugu zangu, kama alivyosema CEO na kama alivyosema Freddy, huu ni mkataba mkubwa zaidi kuwahi kufanyika katika ukanda, wamesema wa Afrika Mashariki. Ni ukanda wa Afrika Mashariki na ya Kati. Nchi 13 zilizo katika ukanda huu wa Sekafa, haijawahi kutokea mkataba wa jezi wa klabu yoyote ile katika nchi hizi 13 kufikia value ya 2 billion shillings. Haijawahi. Unaweza ukachukulia kitu kidogo, unaweza ukadhihaki, unaweza ukasema maneno, lakini Simba iko katika next level. Kutoka 100 million mpaka 2 billion sio kitu cha mchezo. Tumefika hapo baada ya kutengeneza brand, lakini pia tumetengeneza matokeo uwanjani, tumewapa furaha wana Simba, na ndio maana kina Freddy wanakuja kwetu. Freddy, ni kuhakikishia kitu kimoja.
unakuja kwenye sehemu sahihi, unakuja kufanya kazi kwenye management iliyo na umoja na uwezo. Barbara ni mtu wa matokeo. Unajua kuna mtu anazaliwa anafanya kazi lakini hataki results. Huyu ni mtu wa matokeo, anataka kuona matokeo ya kile anachokifanya. Management nzima itakupa ushirikiano, bodi itakupa ushirikiano, wanachama na washabiki wote. Tayari Fredi una jina, lakini nataka kukwambia kitu kimoja leo. Ukitoka hapa, kaangalie mitandao ya kijamii. Angalia Fredi Vunjabei kabla ya saa 6 mchana, followers wako, kaangalie likes unazopata na milele hiyo mpaka Simba uondoke mwenyewe. Yaani wewe ushakuwa beyond. Yaani wana Simba hapo ulipo ukiweka tu nako Fredi Vunjabei 500,000 anaingia kwa dakika moja. Sisi ndio tunaongoza kwenye social media. Sisi ndio brand kubwa kupita brand yoyote Tanzania. Kwa hiyo nakuhakikishia kwanza, licha kwamba utakuza biashara yako, lakini nawe mwenyewe jina lako litakuwa, kampuni yako itakuwa, utaongeza wigo wa biashara kuliko unavyofikiria. Hii Simba haikusudii kufika hapa, inakwenda next level. Kwa hiyo wewe tushike na sisi tukushike. Bahati nzuri unaenda kufanya kazi na watu ambao wana ushawishi katika jamii. Wanaweza kushawishi watu, wanaweza. Kwa hiyo tutakuunga mkono, na mimi kwa sababu ya masharti yangu ya kimkataba na Simba, I'll support you fully, wala usijali. Utakapouza wewe manake imefanikiwa Simba. Kwa hiyo na social media zetu vijana wapo hapa, tutakusupport. Utapata kila aina ya msaada. Kikubwa usiwasahau na kina dada. Unaona warembo? Hawa dada Asha kawataja kina mama habari ya kanga na vitenge. Siku hizi nimeona club za Ulaya wanatengeneza vitop, vidude hivi vya kike vya Simba. Vinauza sana. Yani madera yapo kila, lakini usisahau nao. Lakini pia usisahau mataulo. Yani usisahau mataulo, lakini kubwa ningekuomba kakaangu brother, watu wa Simba wana tatizo moja. Sisemi niite tatizo, wana uchangamoto fulani. Kupenda kitu cha, yani sisi watu wa mpira, sio watu wa Simba. Jambo letu tunatakiwa hapo kwa hapo. Kwa hiyo unaweza ukajikuta wewe jezi umeziweka leo, uko na mbona sokoni haziendi? Kumbe wana kitu chao wanakisubiri. Lisikupe pressure. Kabisa, yani kwamba umeweka jezi 10,000 alafu wiki moja hazijauzwa, basi ndani ya hiyo siku ya 8 zinauzwa 9,000. Wana kitu chao wanakingoja. Nitakuibia siri kitu gani? Lakini la mwisho ningeiomba serikali. Kauli ya rais wetu wa awamu ya 6 amesema tuwape fursa wawekezaji. Na maana yake ni kwamba wawekezaji hao wawe wa ndani na wa nje. Huyu kijana, wengine hapa bilioni 2 hatuzijui zinafananaje, wengi wetu hapa. Kuweka bilioni 2 halafu baadaye mradi huu ushindwe kwenda, ni kuwavunja nguvu hawa. Ametoa rai hapa juu ya hizo makampuni ya Kagwa. Hebu tumuunge mkono. Haiwezekani tukawa tunahangaika na jezi feki kila mahali. Unaenda mikoani ugombane na wauza jezi feki. Lazima serikali iwe na pa kuanzia. Sisi Simba tutamuunga mkono, lakini serikali ndio yenye vyombo, ndio yenye mamlaka. Kwa hiyo tunakuomba serikali, tunamuomba rais wetu, naomba wizara ya viwanda, naomba wizara ya uwekezaji wamsaidie mwekezaji wetu kijana Fredi. La mwisho niwashukuru sana wanahabari. Niwaambie mengine, punguzeni kidogo tu, mweke mchele. Hili tunahitaji support yenu. Hakuna klabu iliyowahi kuja mahali ikasema tunaweka bilioni 1 kwa ajili ya jezi. Haipo. Wengine jezi zinauzwa tu hivi unaziona tu zipo. Sisi tumeweka hela, lakini imetajwa thamani.
Isemeni, mkiisema nyinyi vilabu vingine vitaiga. Transparency hiyo. Brother, 1 billion T shillings. Manake unazungumzia ni kama mikataba vile tuliokuwa nao wa SportPesa hivi. Sio mkataba mdogo. Per year. 1 billion. Isemeni, irudieni, sio mnakosoa tu mnasema Morrison kafanya hiki, Morrison kafanya hiki. Na haya makubwa yasemeni. Mkae kwenye redio asubuhi mseme jambo hili ni kubwa, lina manufaa kwa mpira na nyinyi lina manufaa. Hebu angalieni historia leo. Leo mmehangaika waandishi toka jana wananipigia simu, kesho kuna nini? Kesho kuna nini? Utaratibu wetu Simba katika mambo makubwa hatuvujishi siri. Hatuvujishi hata ufanye nini. Yaani hiyo ndo uone aina ya management iliyopo Simba chini ya CEO. Hata ufanye nini? Ndio. Kwa hiyo muelewe kwamba Simba inakwenda katika level kubwa. Tuungeni mkono katika jambo la haki. Nawashukuru na nyinyi warembo. Inshallah nitawalika Ramadhani. Ndio kufuturu. Na kama kutakuwa na maswali, ningeomba maswali yale yajikite katika ishu ya leo. Ningeomba wanahabari wenzangu, tunapouliza tusiulize Kagere kesho watacheza. Au FCC. Hapa agenda ni moja tu. Kwa hiyo tumuulize Barbara ama Freddy maswali machache. Saa 8 kuna press nyingine ya CAF. Baadaye twende kwenye kusign, si ndio? Yes. Kuna hundi ya Yusuf. Hundi hiyo ni bei gani? Hundi ni 2 billion. 2 billion. Jamani, 2 billion. Basi hata ishike tu angalau na wewe uoshe. Inasainiwa hapa. Jamani, kama kuna maswali kama yapo, kama hakuna tusaini. Sasa ngoja utaratibu. Press ni yangu mimi na Freddy na Barbara. Mimi ndo napanga. Ndio maana nimeomba. Nakuomba basi dakika moja tumalize. Haya, naomba maswali. Hakuna? Basi kama hakuna twende kwenye tukio lingine. Aristote, nywele bei gani? Leo nitamleta mke wangu bwana. Karibu sana. Haya. CEO na bwana Freddy tuneni tukasign pale contract kubwa. Wanawekea hapa yes, ili wapate picha. Peni mbudela. Peni. Peni. Ba Sheikh unampa peni ya shilingi anaenda kusaini 2 billion. Toa hiyo bwana. Haifai. 2 billion ndio paka hapo. Anaomba mpate picha wakisign contract kubwa kupita yoyote iliyopata kusainiwa ya jezi na merchandise katika Afrika Mashariki na ya Kati. 2 billion T shillings. Wajiuliza Umbro, Adidas, Nike, Puma nini? Subiri wakati rasmi tutakapolonji jezi. Na uzuri Freddy ni mtu wa fashion. Naamini tutatoka na kitu maridadi kabisa ambacho kitakuwa na mvuto kwa kila mtu.
Bilioni 2 ukiweka katika pesa za madafu unazungumzia karibu dola 900,000. Dola 900,000. Mabibi na mabwana ni dola 900,000. Maana wengine mnajitoa fahamu. Haya sio maigizo jamani, ni live. 2 million only. 2 billion. Mabibi na mabwana, narudia, ni dola 900,000. 2 billion T shillings. Asi kuna watu sasa hivi kama wamelamba ndimu waliponuna. Unanuna na pesa za mtu, shekhe wewe vipi? Unanunaje na pesa za mtu? Sio za baba yako, sio zako. Wewe unanuna tu kisa ushabiki wa timu yako. Utakuja kukufa bure kwa pressure. Na mimi ngoja nipige shika bilioni 2 Jamani, nadhani baada ya tukio hilo wata shake hands. Shamaliza shake hands? Yes, shake hands. Na baada ya hapo tuwaruhusu wakae, na kwa kuwa next kwa mimi nadhani sasa guys, naomba niwape taarifa kama kutakuwa na unahitaji exclusive interview na Freddy ama Barbara, wao ndio wenye tukio lao leo. Tusinifuate mie, narudia, Freddy au Barbara waliosaini bilioni 2. Kama unahitaji exclusive interview, basi unaweza ukapata pembeni, wapo hapa kwa ajili yenu. Wametoa hiyo fursa. Nawashukuru sana, asante. Chiko, njoo na shughuli yako.